Tunasema kwamba kuna baadhi ya mambo inatokea nadra, yanabadilika, yanapewa uso mwingine, na Mtume ndivyo alivyotufundisha hivyo, kwa sababu Mtume katukanya tusiwe na tabia ya kuhusudu, na Qur'ani imetukanya hivyo, na Mtume ameelezea kwa kirefu ubaya wa hasad, na inatosha tu kwamba dhambi la kwanza lilosababisha umwagikaji wa damu ilikuwa ni hasadi ya Qabil kumhusudu Habil. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma zala an-nasu bi khair ma lam yatahasadu, watu watakuwa katika kheri kila siku maadamu hawahusudiani. Kwa maana kwamba wakija wakihusudiana tu utakuwa katika shari. Katika hadithi nyingine Mtume anasema, innal hasada yufsidu al-amala wal-iman, al-hasadu yufsidu al-iman kama yufsidu as-sabiru al-asala. Hii hasadi hii inaichafua imani ya mtu kama vile shubiri inavyoichafua asali. Asali ni kinywaji kitamu kabisa, shifaa, lakini ukichanganya kidogo tu na shubiri imeharibika. Sasa na imani ya mtu ndani yake kukiwa na hasad, Sayyidina Muhammad anasema, alhasadu yufsidu al-imana kama yufsidu as-sabiru al-asala. Lakini ukienda mbele kidogo tu katika mafundisho ya bwana Mtume alikuwa anasema, la hasada illa fi ithnataini, naruhusu kuhusudu katika mambo mawili, au kitabia hasadi inatakiwa iwe katika mambo mawili tu. Kule tumekanywa, tumeambiwa tusihusudu, lakini huku imetajwa hasad kwamba inawezekana kuhusudu, lakini katika mambo mawili. Rajulun atahu Allahu subhanahu wa ta'ala malan, Mwenyezi Mungu mtu amempa mali nyingi, fahuwa yunfiquhu fi sabilillah, mali ile ikawa anaihalikisha, manake anaitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukakaa ukamuona namna anavyoitoa mali yake katika sabilillah, ukatamani ingekuwa wewe, ukamhusudu. Wa rajulun allamahu Allahu Qur'anan fahuwa yaqumu bihi ana al-layl, na mtu wa pili anayefaa kuhusudiwa ni mtu ambaye Mungu amemfundisha kitabu na Qur'an, ikawa usiku akisimama akipiga rakaa mbili, basi atasoma suratul Baqara yote, au atasoma sura 3 katika kitabu cha Qur'an. Huyu akahusudiwa naye. Lakini hatusemi hasad, tunasema kughibiti, lianna almu'min yaghbitu walmunafiqu yahsudu. Na mu'min ana sifa ya kuhusudu, lakini hasadi yake inaitwa ghibt, na mnafiki ana sifa ya kuhusudu ile hasadi ambayo Mtume kaitafsiri sema, antatamanna zawala na'mati akhika, ni mtu kutamani neema ya ndugu yako alompa Mwenyezi Mungu imuondokee. Ikiwa unatamani mtu fulani neema yake kesho akipambaukiwa hana, hiyo ndo hasadi yenyewe, na ni ukosefu wa adabu wa hali ya juu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab, asa'ta ala Allah fi san'ihi liannaka lam tarda li ma wahab fakana min Allah an khassani wasadda alayka tariqa at-talab. Mwenye hekima anasema, mwambie alolala na ni usudu, kulli man bata li hasidan, mwambie yule ambaye hapati usingizi akigeuka huku ananiwaza mimi, akigeuka huku ananiwaza mimi kwa njia ya kuhusudu, mwambie atadri ala man asa'ta al-adab, unajua umemkosea nani adabu? Asa'ta ala Allah fi khalqihi, ulomkosea adabu hapo ni Mwenyezi Mungu juu ya viumbe vyake, juu ya ugavi wake. am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli, umemkosea adabu Mungu kwamba kwa nini umempa huyu neema fulani. Asa'ta ala Allah fi khalqihi, limadha? Liannaka lam tarda li ma wahab, kwa sababu hukuridhika wewe na kile alichonigea Mwenyezi Mungu akanipa.
fakana min Allah, ikawa natija ya hayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, an khassani, akazidi kunihusisha na neema ile, akanipa zaidi. Wasadda alaika tariqa talab, na wewe amekufungia milango kwa hasadi yako, ukigonga hufunguliwi. Kwa hiyo hasad, ndugu zangu Waislamu, ili tupate kuja kufahamisha kidogo, tueleweke katika idhilali njema, kumbe pia kuna hasadi njema ya kumuhusudu mtu kwa njia kwamba ingekuwa ni wewe ulichokuwa nacho alichopewa na Mwenyezi Mungu, laitani kama Mungu atakupa kama alivyompa bila ya yeye kuondokewa, ungefanya hivi katika sabilillah. Hiyo ndo hasadi njema, na sahaba ridwanullahi alaihim walikuwa nayo hiyo kughibiti. Sayyidina Abdullah dhul Bijadain radhiyallahu anhu alikuwa ni kijana, jina lake historia inasema alikuwa akiitwa Abdul Uzza. Baada ya kusilimu tu alikuja msikitini, amevaa kama nguo kama gunia, amekata hivi vipande viwili, kimoja akajifunga shuka, kingine akastiri juu, kwa ule ufukara ulikuwa umemvamia. Akaingia msikitini, bwana Mtume alipomaliza kusalisha anaona sura mpya katika waumini. Akamuuliza, man anta? Abdullah kajibu, Abdul Uzza, akasema ana Abdul Uzza, mimi jina langu ya Rasulullah naitwa Abdul Uzza. Mtume pale pale akambadilisha automatic, akamwambia anta Abdullah, wewe sio Abdul Uzza, umekushia kusali na sisi hapa kisha unajiita jina la makafiri. La, anta Abdullah, wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu. Na kwa nini akaitwa dhul bijadaini? Bijad ni kisa ghalib, nguo nzito kama gunia, kwa sababu alikuwa amejifunga mapande mawili ya magunia, akaitwa Abdullah dhul bijadaini, yani mwenye mapande mawili maguo mazito. Na historia imemjua hivyo mpaka kufa kwake. Huyo mtu alikuwa hatari. Siku moja bwana mmoja aliitwa na Mtume, akamwambia, andamana nami usiku huu, wewe unanitizamia njia na hivi na hivi. Basi yule bwana anasema, falamma qama Rasulullah ma'i mararna birajulin yusalli wa yajharu bilquran. Bahati nzuri tukapita sehemu tukampata mtu anasali, ananyanyua sauti yake kwa kusoma Qur'an. Faqultu, nikasema hasa mpaka Mtume akasikia, la'allahu muraiyan, huyu bwana anajitia kutoa sauti kama hivyo, maana yake nini? Huenda ikawa anataka watu wapate kusikia na kumuona swala yake namna anavyosali. Mtume akasema, la, innahu awwab, huyu ni mnyenyekevu, sio muraiyan. Nani ni mnyenyekevu? Anasema, fanadhartu ilayhi, nikamtizama vizuri ni nani, fa idha huwa Abdullah dhul Bijadain, nikamwona ni yule kijana anaitwa Abdullah dhul Bijadain. Katika vita vya Tabuk ambavyo ni vita vya mwisho alivyopigana Mtume, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, huyu kijana Abdullah dhul Bijadain alikuja kwa Mtume kutaka dua. Akamwambia, Rasulullah, tumefika katika sehemu ambayo huenda roho ikatoka wakati wowote. Sasa ud'u Allah li an yarzuqani ash-shahada, na kuomba niombee dua kwa Mungu leo nisirudi nyumbani salama, nipate shahada vitani hapa, niende kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume kanyanyua mikono akasema, Allahumma inni uharrimu damahu ala al-kuffar, ya Rabbi, mimi naiharamisha damu yake kijana huyu wasimwage makafiri. Ombi ni lingine na dua imekwenda upande mwingine. Akamwambia, Rasulullah, labda hujasikia vizuri, ma dhaka aradtu, sikutaka hilo, inma aradtu an tas'ala Allah liyarzuqani ash-shahada, mimi naomba uniombee dua kwa Mungu anipe shahada nisirudi mzima nyumbani. Mtume akarudi akasema, Allahumma inni uharrimu damahu ala al-kuffar, ya Rabbi, naiharamisha damu yake isimwagwe na makafiri. Alipouliza tena Mtume akamwambia, la, idha kharaja rajulun ila al-maghazi fa asabathu humma, mtu akitoka vitani kapatikana na homa kali, famata, akafa kwa homa ile, mata shahidan, huyo anahesabiwa kafa shahidi.
wa idha asqatathu dabbatuhu famata mata shahida, na akidondoka juu ya ngamia wake akifa vitani amekufa shahidi. Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kana amepata habari kwamba huyu bwana atakufa vitani, lakini atakufa kwa homa, kwa hiyo atakuwa naye ni shahidi vile vile. Baada ya muda alipata homa kali huyu kijana, homa yake ile ilimpelekea kufariki. Baada ya kufariki, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud anasema faraitu shu'latan min ba'id, nikaona kinga cha moto kwa mbali. Fa idha bi rasulillah, nikampata mbele yake yuko Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa rajulain, pamoja na watu wawili. Nikawatizama vizuri watu wawili, fa idha Abu Bakr wa Umar, nikampata ni Abu Bakr na Umar, Mtume na masahaba wake wakubwa wawili, mawaziri hawa wawili ambao ni wazito katika historia. Wanatafuta nini? Anasema faraaituhum yahmiluna jismana hadha ash-shahid Abdullah ibn Dhil Bijadain, nikawapata wamembeba huyu kijana ameshafariki na homa Abdullah, wanampeleka katika mathwahu al-akhir. Walipompeleka katika kaburi lake, nikachungulia vizuri, nikampata aloingia ndani ya kaburi ni Mtume. Yani historia haisemi tu mambo bure bure, haisajili mambo bure bure, kwa maana kwamba wewe ukipata bahati ya kupokewa katika kaburi lako siku ya kufa kwako na mtu mcha Mungu, ni moja katika neema za Mwenyezi Mungu. Ndio maana watu wengine uhusia, nikifa nikoshe fulani, nikifa aingie ndani kunizika fulani, na tabarruk na watu wale wakubwa. Je, unaonaje huyo fulani akawa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio mpokezi wa kumpokea maiti apate kumweka katika sehemu yake ya mwisho. Abdullah ibn Mas'ud anasema fa idha bi rasulillahi dakhil al-hufra, nikampata Mtume ndani ya kaburi anasubiri, anawaambia Umar na Abu Bakar, qariba ilayya akhakuma, nileteni polepole ndugu yenu. Akaletewa, akamweka katika mahala pake, kisha akasema maneno Mtume, akasema Allahumma inni amsaytu radin anhu farda anhu, ya Rabbi, mimi nimepambaukiwa niko radhi naye na kuomba mridhie. Kwa nini historia hii yote? Anasema Abdullah ibn Mas'ud, fatamannaitu an akuna sahiba tilka alhufra, nikatamani ningekuwa mimi mwenye kaburi lile. Yule alikuwa hai anasema, nikatamani ningekuwa bora mimi ndo nimekufa, napokewa na Mtume, wanaonipeleka ni Abu Bakr na Umar, kisha naombewa dua ile. Hii ndo nini? Kuhusudu, lakini kuhusudu kwa njia njema. Sasa je, turudi katika mada yetu ambayo tumeiandaa kwa ajili ya faida yangu mimi na nyinyi ndugu zangu Waislamu. Qur'ani haijataja kilma cha idhilali kwamba ni kizuri, isipokuwa katika sehemu mbili tu katika Qur'an, na hata kutajwa kwamba udhalilifu ni mwema katika sehemu hizi mbili. Tutafute microscope, tutafute ndani yake kuna mambo gani, nini message inayotaka kutoka pale, kuna uzito gani katika masala haya, kuna habari gani katika jambo hili na lile ambalo ndani yake kumetajwa idhilali. Kila ikitajwa idhilali unakuta kwamba imetajwa katika njia ambayo ghairi mamduh. Allah Ta'ala asema katika suratul Qalam, katika suratu Al-Qalam, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Hapa Mwenyezi Mungu anasema siku ambapo watu siku ya kiyama kishatoka katika makaburi yao, kila kitu kikaonekana uhakika wa mambo, wakatoka mbio wakasimamishwa mbele ya mahshar, fatajalla rabbul alamin amama an-nasi ajma'in. Siku hiyo Mwenyezi Mungu atafanya tajalli mbele ya wote. Tajalli ni isti'radhi yake Allah azza wa jalla kuwa mbele ya waja wote kutoka Adam mpaka binadamu wa mwisho alowaumba mbele yao. Na siku hiyo ni siku nzito. Allah subhanahu wa ta'ala awaambie sasa, sujuduni kunisujudia mimi.
yudauna ila sujud, waimizwe waambie haya sujuduni. Watu wote walikuwa wakisujudu huku ulimwenguni watasujudu mbele ya Allah. Wale walikuwa hawasujudu, wakitafuta njia kusujudu wanaanguka kiusouso, wanaangukia nyuso zao, alama ya kwamba huyu alikuwa akimsujudia Mola wake, huyu alikuwa hataki kumsujudia Mola wake. Kwa hiyo mwenye kusujudu ulimwenguni anasujudu mbele ya Mwenyezi Mungu. Alokuwa hataki kusujudu, mgongo utakuwa haupindi mbele ya Allah, anaangukia kiusouso. Tena Mwenyezi Mungu anasema khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, nyuso zao zina uoga na udhalilifu uko juu yao. Siku gani hiyo? Siku ya Kiyama. Tadhakkar wuqufaka yawma al-hashri uryana mustawhishan qaliqa al-ahsha'i hayrana. Tadhakkar wuqufaka yawma al-hashri uryana, anasema ikumbuke siku hiyo ya kusimamishwa mbele ya Mola wako ukiwa uchi. Tadhakkar wuqufaka yawma al-hashri uryana, umesimama kama ulivyozaliwa. Bibi Aisha kachukua mikono yake kaficha macho yake, akamwambia Rasulullah, rijalun wa nisaun yanduru ba'dhum ila ba'd, ina maana siku hiyo wanaume na wanawake wanatizamana wao kwa wao. Akamwambia Mtume, Aisha, al-amru akbaru min dhalik, al-amru akbaru min an yandura ahadun ila ghairi, mambo yatakuwa mazito kuliko mtu kujishughulisha kumtizama mwenzake. Wala sisemi watu siku hiyo watu watatizamana. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa idha, katika suratu Abasa, fa idha jaat as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mmoja atakuwa na jambo lake linalomshughulisha. Fa idha jaat as-sakha, ule ukelele wa kiyama ukishafika, basi kila mmoja atakuwa anamkimbia mama, anamkimbia mtoto, mume anamkimbia mkewe, mke anakimbia watoto, kila mmoja na jambo lake la kujishughulisha. Litadhakkaru wuqufaka yawma al-hashri uryana mustawhishan qaliqa al-ahsha'i hayrana wan-naru talhabu min ghaydhin wa min hanaqin ala al-'usati wa rabbil 'arshi ghadbana iqra kitabaka ya 'abdu ala mahalin فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت عرفان إقرار من قرأ الأشياء عرفانا نادى المنادي خذوه يا ملائكتي wamdhu bi'abdi asa linnari atshana. Hii siku hii ni nzito, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema udhalilifu ndio utakaotawala katika nyuso za watu ambao hawawezi kusujudu. Dhilali sio njema. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika haki ya wanafiki walipozungumza maneno ya ukosefu wa adabu mbele ya Mtume, yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izza wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Allah anasema wanafiki wanasema tukifika Madina tutawatoa sisi wenye nguvu wale wadhalilifu. Ni matusi makubwa kwa mbele ya Mtume na masahaba. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema kuhusu udhalilifu pia, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Rabb, unamnyanyua unayemtaka na unamdhalilisha unayemtaka. Idhilali sio njema. Katika aya nyingine katika haki ya Balqis anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokaa na mawaziri wake kwambia, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla wakadhalika yaf'alun wa inni mursilatun ilayhim bihadiyya fanadhiratun bima yarji'u almursalun falamma ja'a Sulaiman qala antumiddunani bimal فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. كلا ذليل وصغير
Kwa hiyo idhilali mahala popote inakuwa madhmum. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika haki ya Bani Israili, wakamwambia Musa, ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alayhim adh-dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wakapiga udhalilifu na ufukara na unyonge juu ya vichwa vyao kwa sababu hawakuyataka ambao Mungu amewapa, wakataka yao. Bado udhalilifu kila sehemu unataja kwamba si kitu chema, na mtu ajikinge kwa mdhalilifu mahala popote isipokuwa katika sehemu hizo mbili. Sasa ni sehemu gani ambazo Mwenyezi Mungu kataja kwamba udhalilifu ni mwema katika sehemu hiyo, na ni kwa nini tunatakiwa tuivae sifa hiyo mahala hapo? Udhalilifu ni mwema Mwenyezi Mungu ameutaja katika suratul Maida aya ya 50, akasema ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Aya hii ndani yake kuna ibara, na itatosha kwamba Mwenyezi Mungu akitupa ibara hizo tutabadilisha maisha yetu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, na Sayyidina Abdullah anasema ukisikia Mwenyezi Mungu anaita ya ayyuhalladhina amanu, basi fa'awi sam'ak, ahifadhi masikio yako vizuri, yeke attention upate kusikiliza. Fa imma khairun ya'muru bihi Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kutakuwa na jambo la khair unataka kuambiwa, au sharrun yanha, au ni jambo baya Mungu anataka kukataza. Ukisikia mahala popote katika Qur'an Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, moyo wako, masikio yako, wewe mwenyewe mzima, pulika vizuri upate kusikia madha yaqulu Allah, Mungu anataka kusema nini. Sasa Mungu alipotuita kwa unwani ya imani, ya ayyuhalladhina amanu, tuambia man yartadda minkum an dini, yeyote atakayeacha dini yake, akaritadi, akaitupa, akaidharau dini yake, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum, basi baada ya muda mchache hamumdhuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu atawaleta watu. Hao watu Mwenyezi Mungu atakuwa anawapenda sana, ana uwezo wa kukubadilisheni akaleta viumbe vingine ambao Mungu anawapenda hao viumbe hao. Kwa nini anawapenda? Wayuhibbuna, na hao watu watakuwa wanampenda Mwenyezi Mungu. Kuna ulama ulijtimaa wanasema hata katika maisha ya wanadamu kuna nukta inaitwa nuktatu taayush, point ya watu wapate kuishi vizuri. Ukitaka kuishi na mwenzako vizuri, kuna maslaha inaitwa maslahatul mutabadala, maslaha ya kubadilishana. Ukitaka kupendwa, anza wewe kupenda kwanza. Lakini masala mengine wengi katika wanadamu hutaka kupendwa, wenyewe hawapendi. Sasa wewe hutaki kupenda, utapendwa vipi? Wewe hutaki kuishi na watu vizuri, wewe unataka kila mmoja kufanyia vizuri vipi? Wewe hutaki kutoa, vipi wewe unataka kupewa? Wewe hutaki kuishi na watu katika upande mwema, vipi unataka watu wasikufanyie maovu yote katika ulimwengu? Lazima kuwe na maslahatul mutabadala. Izra'il hub tahsudul hub, nasema panda mapenzi utavuna mapenzi. Sasa Mwenyezi Mungu anasema sifa mbili hizi zitakuwepo, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hao watu ambao Mungu atawaleta, Mungu atakuwa anawapenda na wao wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha sifa yao kubwa walikuwa nayo, adhillatin 'alal mu'minin. Sasa udhalilifu hapa umesifiwa, uko kote umecrash. Mwenyezi Mungu akauponda udhalilifu, akauzungumza kwa sifa mbaya, akaudhalifu kwamba upo katika juu ya watu waovu tu. Lakini hapa mbona kwa watu ambao Mungu anawapenda na wanampenda, nasema adhillah, ni wadhalilifu kwa waumini. Kwa maana kwamba udhalilifu na huruma na ile hala ambayo inatakiwa mtu awe makini, mpole kwa wenzake waumini, ni asasi ya maisha ya Waislamu wao kwa wao.
na hii tuitafute, tutapata imekosekana. Imekosekana Muislamu kuwa dhalili mbele ya Muislamu mwenzake. Achilia mbali ile tafsiri ninayokupa ya hasad, nikakwambia nini maana ya hasad ya Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Na hapa tukiingia hatusemi hakika na majazi, hizi ni bahari kubwa za ulama, lakini tu tunakitafuta kilima cha adhilla kimekuja kusifiwa mahala hapa, kwa maana kwamba waumini tunatakiwa sisi kwa sisi tuwe na sifa ya udhalilifu kati yetu. Udhalilifu huu si utafsiri kwamba ni udhalilifu wa kudhalilishana, upole, adhilla. Unakuwa kila mara wewe juu ya Muislamu mwenzako unampa haki zake anazozihitaji, una sacrifice haki yako sometime kwa ajili ya maslaha ya Uislamu, unajidunisha mbele yake. Man tawadha lillahi rafa'a, na Bwana Mtume aliona mifano mingi katika, kwa sababu yeye mwenyewe alihimizwa awe baridi kwa Waislamu. Mwenyezi Mungu akamwambia katika suratul Hijr, wakhfidh janahaka lilmu'minin, ewe Mtume ukunje au ulaze ubawa wako kwa waumini. Mwenyezi Mungu anafanya tashbihi ya mwanadamu, kamshabihisha mwanadamu kama ndege mwenye mabawa. Na ndege anapokuwa anataka kuruka au anapokuwa sehemu ya juu, huwa mbawa zake amezitanua na anazitumia. Sasa ile uluwi yake ni kama kibriyai ya mtu na dignity yake alivyokuwa juu. Sasa akitaka kuwa chini, au ukimwona ndege amekunja mabawa, ataanguka tu, lazima atakuwa chini. Control yake mabawa kisha ya control vizuri. Sasa unatakiwa uyakunje, uyalaze mabawa yako, kwa maana kwamba ujilete chini, au kwa maana kwamba uwe rahimu kwa wenzako. Sasa Mtume anaambiwa hivyo, wahfidh janahaka lilmu'minin, ukunje ubawa wako ewe Muhammadi kwa waumini. Katika aya nyingine katika suratu Shuara, Mwenyezi Mungu anamwambia wa anzir ashirataka alaqrabin wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, wahofishe watu wa nyumbani kwako, kisha likunje bawa lako kwa Waislamu wanaokufuata. Na Mtume alikuwa akiishi nao hivyo, ubawa wake akiukunja, hakuwa mkali, alikuwa rahim. Hata Qur'ani ikamsifu, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. alikuwa hivyo Sayyiduna Rasulullah kwa waumini, mpaka akasifiwa tena katika Qur'an kwamba Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Hizi ndo sifa zetu, yabtaghuna fadla. Hizi ndo sifa zetu Waislamu, sisi kwa sisi ni wadhalilifu kati yetu, tuna huruma kati yetu. Hebu tuitafute hii sifa ya udhalilifu kati yetu, kweli ipo? Bali mimi kwa maoni yangu machache tu, Muislamu anapokuwa dhalili kwa Muislamu mwenzake, yule Muislamu humwona huyu mtu ni mjinga, humwona ni mpumbavu, humwona ni mshamba, kwa tafsiri nyingi tu akampa. Ili jitu halijui kitu, ili jitu limekuja anajidunisha, mnyonge, hasemi kitu chochote, hatetei haki yake, au hafanye jambo kadha. Manake zile sifa za idhilali kwa ndugu zako Waislamu zikiwepo, wewe unaonekana ufai kabisa katika mujtama. Sayyidina Muhammad alipata watu wawili wanagombana, mmoja wao akawa anamtukana mwenzake, anamtukana. Yule bwana anamwambia asalamu alayka, amani iwe juu yako. Yule akipigwa salamu yanapiga tusi, anamwambia nyoko kadha. Yule anamwambia salamu alayka. Sasa Mtume yuko pembeni anacheka. Sahaba akamwambia Rasulullah, unachekea nini? Mtu anatukanwa? Akamwambia si wacheki wale, kuna malaika pembeni. Yule mwenye kutukana, kila kitukana, yule malaika anamwambia anta ahqqu bidhalik, wewe ndio una haki ya matusi hayo kuliko huyu unayemtukana. Na yule akisema salamu alayka, anasema la bal anta salamu alayka, anamwambia bali wewe ndio salamu alayka, huyu hana salamu yoyote. Sasa Mtume anacheka yale, anacheka ile malaika wanavyomjibia. Yule akitukana, malaika analichukua anasema anta ahqqu bihadha,
wewe una haki ya hayo kuliko huyu. Yule akimwambia salamu alaika, yule malaika anamwambia la bal anta salamu alaika, huyu haimfai salamu. Kwa nini? Yule alikuwa dhalili kwa ndugu yake, akiona huyu anasema la ilaha illa Allah, ni muingie mwilini, nifanye nini? Nimjibu, nimpe kilo 2 kwa kilo? Abadan. Akajidunisha. Ndio Allah anasema wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Na waja wa Mwenyezi Mungu wanatembea katika huu ulimwengu kwa upole, na wale wajinga wakiwaambia maneno ya ujinga huambia amani iwe juu yenu. Si kwamba hawajui kusema wala kujibu. Sayyidina Zainul Abidin siku moja alipita na kwenda msikitini, na Zainul Abidin ni mmoja katika watoto wa Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha. Basi akatoka bwana mmoja akamtukana Zainul Abidin, hajambakisha. Watu wanatizama, wanaangalia mwanachuoni alim mcha Mungu, mjukuu wa mtume abutukana. Alipomaliza akamwambia sivyo ulivyosema, mimi ulionitukana na makubwa zaidi kuliko hayo uliyozungumza. Hayo matusi hayo uliyozungumza basi ni mepesi, na makubwa zaidi kuliko uliyosema. Na ukitaka nitakwambia. Je, unataka nikwambie? Yule bwana katayari. Akachukua dinari 100 akampa na zawadi. Ametukanwa na akamwambia umekosea, kuna makubwa zaidi kuliko hayo, kisha na akampa na zawadi. Kajidunisha, kajidhalilisha mbele yake, anajua anafanya nini. Je, hawa watu walikuwa hawajui kwamba mtu kuonewa haifai, au ubabe ni kulipiza kila unachofanyiwa? Ni akhlaq za Muislamu, na akhlaq ni kitu kikubwa kuliko kitu chochote, kiasi kwamba mtume anasema nimekuja hapa ulimwenguni kufanya nini? Kuja kukufundisheni kusali, kufunga, kusoma Qur'ani. Anasema inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Inma, ulama lugha anasema ni adatu hasrin. Utadhani kazi yake mwenye mtume sallam ni hii moja tu, hakuna kazi yoyote nyingine. Kwa sababu ukimwona mtu anasali, anafunga, anafanya ibada, hana akhlaq, hana uislamu. Kwa sababu mtume anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Muislamu alokamilika imani yake ni muislamu alokamilika tabia zake. Tabia, ndugu zangu ni Waislamu. Mtume akasema inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni manzilatan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqa, hakika wenye kupendeza zaidi kwangu mimi na watakuwa karibu zaidi na mimi siku ya kiyama ni wale waliokuwa na tabia nzuri. Sasa hawa wanatupa arwaul amthila katika kujidhalilisha, bali kuhurumia, bali kuchunga ile heshima kati ya Waislamu isije ikavurugika. Kuna bwana mmoja siku moja amekaa anamshangaa Umar ibn al-Khattab, akasema mali Umar, malahu, ana nini Umar? Ana adra an-nasi bihi, jamani mimi namfahamu vizuri kuliko wengi, kwa sababu ni mmoja katika vijana ambao tumekulia pamoja mitaani, mpaka ujana wake, ushababu wake namfahamu Umar. لقد كان ينطق بسيفه قبل أن ينطق بلسانه. Umar ninavyomjua mimi, ilikuwa upanga wake unakwenda fast kuliko ulimi, yani upanga unatamka mwanzo kuliko ulimi wake. Hapa anampa sifa ya ujabari wa mwisho. Lakini mbona leo baada ya kumfuata Muhammad ametulia, amekuwa hivi? Na dalili ya hayo, alikuwa nakosolewa mpaka na wanawake ambao sisi tunawadharau. Siku moja kapanda mimbar anasema nisimuone mtu anazidisha mahari zaidi ya ukia au dinari 40, na nikimuona mtu anafanya hivyo nitampiga bakora. Kasimama mwanamke kaambia Umar, tukufuate wewe au tumfuate Mungu? Akasema tumfuate Mungu. Asema ayutina Allah wa tamnauna, mbona Mungu ametupa sisi wanawake mahari mengi kuliko hayo, mbona wewe leo unatunyima? Asema Mungu kakupeni wapi? Asema wa ataitum ihdahunna qintara, Mwenyezi Mungu akikupeni mali mkatoa mahari kwa wanawake yanayoitwa qintara, na qintara ni mapesa mengi. Sasa Mungu anatupa hapa au hatupi? Anakupeni, mbona wewe unatunyima? Umar akasema laqad asabatil mar'atu wa akhta'a Umar. Jamani, Umar amekosa, mwanamke amepata, yuko right.
kuna hali kama hii. Ingekuwa zamani ingekuwaje? Kabla ya Uislamu hachezewi, na ni kiongozi. Leo anyanyuke mtu wa kawaida ampinge mtawala wake mbele ya watu, uone ulimwengu utakavyomfanya. Lakini Umar hakujali hicho, akasema mimi nimekosa, huyu amepata. Umar huyu siku moja anaonekana anakaa na mama kizeri. Yule mama anamwambia ya Umar, atazkuru lamma kunta Umaira, unakumbuka siku ulivyokuwa kiji Umari? Unakumbuka? Yule bwana Amir Muuminin anamuita tasghir, anamdogosha ki Umari. Inakuwaje mama huyu anamkosea adabu Amir Muuminin? Kisha akamwambia tubarizu subyani fi turuqat, unapigana mieleka na vijana wenzako, unakumbuka? Wa kunta Umar, kisha ukaja ukawa Umari. Sasa ulikuwa ki Umari alafu ukaja ukawa Umari sasa. Thumma Amir al-Mu'minin. Sasa hivi je, unajikumbuka ulivyokuwa Amir al-Mu'minin? Umetoka stage 3, ki Umari, Amir al-Mu'minin. Umair, Umar, Amir al-Mu'minin. Hizi stage zote unazikumbuka? Akamwambia naam. Akamwambia ittaqillah, basi muogope Mungu. Yeye bwana kauliza, ya Amir al-Mu'minin, atasma ila kalam imra'a al-ajuz? Ina maana umekaa hapa wakati unapita unamsikiliza huyu tu? Akamwambia wewe nenda zako, endelea na shughuli zako. Wallahi law dhallat tula an-nahari tukallimuni, huyu angekaa mchana kutwa anasema nami ma faraqtuha, simwachi, nitakaa nimsikilize, illa an uaddi as-salata thumma raja'tu ilayya, labda nikasali alafu nirudi nimsikilize tena. Unamjua nani huyu? Kaambia simjui. Kaambia huyu Khawla, ambaye Mwenyezi Mungu kaambia qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Anamsikia Mungu, nisimsikie mimi? Nenda kama una haraka. Sasa hii ni akhlaqi za kujidogosha mbele ya watu, na ile hali ya Muislamu wanavyotakiwa kuwa kwa Waislamu wenzake. Ikhwatal iman, sura kama hizi zimedisapia katika mujtamaa wa Kiislamu. Leo Waislamu wamekuwa wao kwa wao ni wakali, wana maguvu. Mtu anafanya mazoezi ya maguvu yake yote, anataka kumuonyesha Muislamu mwenzake. Nitamuonyesha mie. Mtu anafanya mazoezi ya matusi, anataka kumtukana Muislamu mwenzake. Mtu anajivua kwa ajili ya kutafuta njia za kutonganisha na kugombanisha kwa ajili ya Waislamu wenzake. Mtu anatunisha kifua chake mbele ya Waislamu wenzake. Utadhani Mwenyezi Mungu akatuambia Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa 'ala almu'minin ruhamaa 'ala alkafirin. Wao kwa wao ni wakali wenye maguvu wakikutana face to face, lakini kwa makafiri wana huruma. Na mtu unaweza kumuona hasa mbele ya kafiri hana ulimi wa kusema, ulimi wake wote mbele yangu mimi Muislamu mwenzake. Lakini akikutana na mtu mwenye kuipinga dini ya Mwenyezi Mungu na mwenye kuutukana Uislamu na kuwadhalilisha Uislamu, utaona kana kwamba yuko mbele ya kibla anasali, namna anavyoitikia kila anachoambiwa. Atoke kidogo huyu aingie katika mujtamaa wa Waislamu wenzake, atatukana, atalaani, atazaki, atafanya kila maajabu ili aonekane mbabe mbele ya Waislamu wenzake. Asadun alayya wa fil hurubi naamatun, kwangu mimi ni kama simba, lakini vita vya kweli kweli inakuwa kama ostrich, mbuni. Hawa watu hawana nguvu, wala hawana akhlaq, hawana dignity, hawana sifa za Kiislamu, kwa sababu innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, hakika kilichokuwa kimebaki kinawafanya watu watajike, wastaarabike ni tabia tu. Fa idha dhahabat akhlaquhum dhahabu, tabia na ustaarabu wa watu kishaondoka, na watu pia wanakuwa wameondoka, hata kama watabakia miaka 1000, lakini maadamu hawana tabia, wana akhlaq, wameondoka. Idhilali hii ndugu zangu Waislamu sio mbaya ya mtu kwa ndugu yake Muislamu rahimu, kwa ndugu yake Muislamu akawa amejidogosha, kwa ndugu yake Muislamu akawa ni mwenye huruma, bawa la udhalilifu akalitiririsha mbele yake. Huyu ni Muislamu mwema.
na hii ni sifa. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah, wanaipigania dini ya Mwenyezi Mungu, wala yakhafuna lawmata laim, hawachelei lawama ya mtu yoyote mwenye kuchelea. Mwisho wa aya tizama Mwenyezi Mungu asemaje, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Idhilali hiyo na sifa hizo tulizozitaja ni fadla za Mwenyezi Mungu, humpa amtakaye. Ukimwona mtu ana sifa hizi kapewa fadla za Mwenyezi Mungu, sababu mtu kamchagua Mwenyezi Mungu, wallahu wasi'un alim. Ni ipi idhilali ya pili? Idhilali ya pili Mwenyezi Mungu kaisifu katika suratu Al-Isra au Bani Israil. Allah anasemaje, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بيجي مستاري chini ya kilma dhulli min arrahma. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. aya hizi ulama tafsiri wanasema ni haqqu thani ba'da Allah wa rasuli. Hapa Mwenyezi Mungu anatangaza jambo la pili muhimu baada ya haki ya Mungu na mtume wake. Ina maana baada ya binadamu kumwabudu Mungu vizuri na kusikiliza mtume SAW, kuna kitu cha pili kinafuatia. Ni kitu gani? Ni wema kwa wazazi wawili. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yani baada tu ya kutoka katika ibada ya Mungu na kumsikiliza mtume, wa bil walidaini ihsana, wazazi wawili wafanyie wema. Kataja kisha kataja mahala ambapo panahitaji kuwafanyia wema wazazi kuliko mahala popote. Imma yablughanna indaka al-kibar. Kiangalia vizuri kilma cha indi, imma yablughanna indaka al-kibar, wazee hawa wawili wakiwa ni watu wazima katika milki yako. Hapa ndo pana kazi. Indaka, mbele yako wewe, wamefikia utu uzima wao. Hapo ndo kuna hatari zaidi. Kilahuma, wote wawili au mmoja wao, mama kama mtu mzima katika mikono yako au baba. Allah anakuambia fala taqul lahuma uffin. Kama kuna kilima cha mwisho tunakutahadharisha, basi hata kuwaambia usiwaambie wazazi wako wawili kama unataka kuwa mheshimiwa. fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, wala usiwakaripie. wa qul lahuma qawlan karima, hata ikifika kwamba wamekubughudhi waambie maneno mazuri. Kisha Mwenyezi Mungu akataja udhalilifu kwa wema, wakhfid lahuma janaha dhulli min arrahma, wafungie ubawa wako wa udhalilifu. ikhfid lahuma janaha dhulli, tiririsha ubawa wako kuwa mdhalilifu mbele ya wazee wako wawili. Ikhwata al-iman, hapa ndo tumepotea zaidi kuliko katika sehemu ya kwanza tuliyoitaja. Kwani hapa kuna majambo makubwa ambayo tukiwa tunaweza kuyazungumza, tutayazungumza, tutayatungia na mambo na vitabu na kurasa na majallat. Hapa ndo palipokuwa Waislamu wengi, ni wachache ambao wamepita wakavuka. Wengi wamelaanika kwa sababu hii, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Yeyote alokata kizazi chake asitoe heshima kwa baba na mama amelaaniwa, a'ma absarahum, na macho yao yamefungwa hawaoni. Si kwamba wote wanaoona hakuna hata alompiga bakora mzazi wake, hawaoni jambo la kheri litakalowafikisha wao mahala pema. Mpigwa mihuri na laana kutoka kwa wazazi wao kwa sababu wamembughudhi Mwenyezi Mungu, hawakumfanyia mzazi ihsan. Hapa ndo mahala hatari ambapo leo mujtama umesambaratika. Aniambie baba mmoja ambaye hana mtoto mkorofi nyumbani kwake, baba mmoja aniambie kama hana mtoto ambaye anamjibu anavyotaka au anamkebei au anamjeruhi au anamfanyia mambo yasiyokuwa na maana. Mmoja wa wazazi ameniambia kila siku anazungumza na mwanawe kwa uzuri. Mwanawe kaambia kitaka pesa anamwambia, kitaka kuna shida
Naambia baba, umekaa wewe na mkeo siku zote hizo, hakuna mtu mmoja amekubughudhi. Wewe umekuja unatutia tafrani tu katika life yetu, hutaki watu wapate furaha na watoto wao na wake zao. Wewe nani aliyokusumbua? Mbona si hatukukusumbua siku hizo zote? Sasa namwambia babake, mbona hatukukusumbua? Kwani yeye alikuwa kishazaliwa ite amsumbue babake na mamake? Maneno kama haya Allah kasema hata kilima kile ambacho hakina maana usimwambie baba yako. Usiseme kilima hicho. Ya reti ingekuwa watoto katika madaris wanasomeshwa adabul walidain. Ya reti katika madaris zamani, unakumbuka baadhi ya watu walikuwa wanakusudia sasa kuna somo la akhlaq, adabul muallim, adabul walidain, ambazo wanafundishwa watoto vipi wawastahi wawe na adabu na wazazi wao. Leo watoto hawataki kusoma madaris, watazijuaje adabu za watoto wao? Wazee wao wawili watazijuaje? Unaambiwa mzazi wako akisema nawe, basi wewe uhakikishe kichwa chako kiko chini unasikiliza. Kisha unasema antasma' kalamahuma walau shatman, ujihifadhi uwe unasikiliza maneno yao hata kama ni matusi. Najua kwamba kuna wazazi wengine midomo yao kama viwanda vya mitusi. Basi ikiwa mzazi huyo pia yupo, usiseme kwa sababu anatukana simsikilize. Kaa kimya, msikilize. Unasikiliza tu. Tusi la kwanza, la pili, la tatu, unasikiliza tu. Usinyanyue mdomo wako, kwa sababu huyu mzazi, hekima hii Mwenyezi Mungu katupa ili tupate saada. Mtume kaamuru mtu aende nyumbani akakaa na wazazi wake badala ya kwenda jihad. Kaambia acha mambo ya jihad, nenda nyumbani kawaangalia wazazi wako wawili. Faqaddama alwalidaini ala aljihad, akaikadimisha wazazi wawili haki yao mbele ya jihad. Basi usikilize anachosema hata kama ni tusi. Kisha sema wala tarfa' sautaka ala aswatihima, wala usinyanyue sauti yako mbele ya sauti ya wazazi wako. Uhakikishe kwamba hii sauti yangu hii na icontrol, kwamba je, yangu mimi na ya kwao ipi iko juu zaidi? Je, haya tunayafanya vijana kwa wazazi wetu? Ni mara ngapi tumenyanyua sauti zetu? Ni mara ngapi wanasema nasi tuambia wewe mzee na wewe umezidi, utu uzima unakusumbua, umepiswa, wewe mzee wewe, majina tofauti tunawapa. Kisha nasema hata wakati wanapokuwa wanazungumza nawe, jibizana nao kwa njia nzuri. Ile unaulizwa unajibu, unaulizwa unajibu. Kisha nasema hata wakati unapokaa unamtizama babako au mamako, wala tandur ilayhima shazara, usiwatizame kwa angalizi la jeuri. Kuna mtizamo mwingine mtu akikutizama tuona huyu kanidharau. Kuna khiana ya macho. Macho yana message kubwa. Kuna nazaratu hub, kuna nazaratu hanan, kuna nazara ya kibria. Sasa ukiwatizama wazazi wako wawili, hakikisha kusiwe na angalizi lolote baya. Hata mnapotoka na wazazi wako, asema la tamshi amamahuma bal khalfahuma, hata unapotembea usitembee nao wewe uko mbele, kaa nyuma yao mpaka kwa ruhusa yao, labda pita mbele. Mara ngapi tumefanya hivi? Ukiamka unakimbilia, hujafanya lolote wewe katika kula, unaenda kuwapa salamu, watukabilu yada, unaubusu mkono wake. Ni wangapi tunawabusu wazazi wetu kwa ihtiram? Kuna wengine akishaamka vipi buda, mambo mazuri, mimi nakwenda basi. Okay. Hai basi. Na yeye mzazi basi ndio hivyo hivyo. Na watoto hivyo hivyo. Hukumbuki siku gani umeubusu mkono wa babako? Siku gani? Siku gani umeubusu, umeubusu mkono wa baba yako au mama yako? Kule Burundi mmoja alinihadithia bwana mmoja asema na rafiki yake kutoka Mali au Senegal. Imefika siku ya kuozesha, akamwambia binti yake, wao wanaishi Ulaya. Watu wengi wanakimbilia Ulaya. Hata katika jamii yetu hapo watu wamefukarika kwa sababu ya dream ya visa ya kwenda London. Analiwa pesa tu kila kukicha, lakini hatosheki, bado anataka kwenda huko. Na maasati makubwa. Maasa. Tragedy. Majambo mazito yanatokea huko. Sasa anasema kule Ulaya akaona mtoto wake kisha kwa mwari,
Sasa kuna binti wa ibn ammihi kule mwana wa ammi yake, akaona waozeshe ndugu upate kuhifadhi ule Uislamu wao na kizazi chao. Kakaa na binti yake, siku hiyo akamwambia mimi nataka uolewe na fulani. Binti akamwambia baba, usinipangie kabisa mimi kuolewa na mtu fulani. Mimi nishakuwa miaka 18 zaidi na haki ya kufanya ninachotaka. Tena nisikusikie tena, mimi mwenyewe naye wa kwangu na kesho ninamleta rasmi kumintroduce. Kama mzee mcha Mungu hicho kiama kweli. Kama hayu mcha Mungu unajua kawaida tu, hao wamestaarabika. Siku ya pili amemleta, akamwambia huyu ndo atakayenioa. Na tumekaa sasa miaka 2-3 tunatizamana tabia na hivi na huyu ndo mume wangu. Unataka hivyo, hutaki ndo hivyo. Basi ile mzee akatumia mbinu zote kumkinaisha mwanawe, amefeli. Mwisho akamwambia, kawaita watoto wake wote, nimemwambia dada yenu aolewe na fulani, amekataa. Na ikiwa hamtaki kunisikiliza mie, na mie kuanzia leo namuacha mama yenu. Mkikataa kunisikiliza na mimi nitamuacha mama yenu na yeye aende zake kwao. Si hamtaki kunisikiliza? Wale watoto wakasema, wewe mzee una akili, lakini muache, si mkeo huyo, kwani sisi tunahusika nini? Mzee akasema, hapa nitamwacha mke na sikusikilizwa. Mazingira, unajua ulama walizungumza hili suala la kwenda nchi za magharibi, wanachuoni wamezungumza, sidhani kwamba watu hawajalifahamu. Ibn Uthaymeen alizungumza katika miji ya makafiri isipokuwa kuwe na sababu 3. Sababu ya kwanza, umekosa matibabu katika nchi yako, hayapatikani isipokuwa katika miji ya makafiri. Au umetafuta elimu katika nchi yako, haipatikani elimu ya hali ya juu mpaka katika miji ya kwao. Au umekwenda katika miji yao kwa ajili ya kwenda kufanya da'wa. Na halafu pia hata ukiwa unaweza kwenda huko kwa sababu hizo, wewe mwenye kwenda huko unatakiwa uwe na smak inayoweza kuondosha, au uwe na kitu kinachoweza kuondosha, au uwe na kinga ambayo inaweza kukikinga yale mazingira, yale machafu yasiweze kuingia, ukapata kughurika na mambo ambayo labda katika miji yenu umesalimika nayo. Ikiwa huna kinga hiyo machafu proof ambayo inakuwa yenye kusafisha na vitu hivi, basi wewe ukienda, wewe unaambiwa usiende kabisa, kwa sababu ya kuhofia dini yako, kuhofia mustakbali wako, kuhofia kizazi chako, kuhofia Mungu wako na amri zake. Ikiwa hukuhofia hilo, na haya tunayaona. Yupo mwalimu mmoja amenihadithia, amesema mimi mwanafunzi wangu wa kike ameondoka hapa, amekwenda Ulaya, amehifadhi juzu 10. Alipofika kule zote zimeyayuka kama vile barafu ya Ulaya inavyoyayuka na jua, hamna hata moja. Ile kwa sababu ile kinga haikuwepo, kila kitu kizuri kinakuwa kinapotelea. Tuseme ni wote, wengine wanatia akili, wanatafuta njia, lakini ni ngumu sana kufikia malengo ambayo yanahusu imani na ruhu ya Kiislamu na takwa. Akamwambia, baba, ukimwacha huyo mkeo sisi hatuhusiki chochote, kwa hiyo utajua mwenyewe na mkeo. Basi akapanga mpango, akaenda zake kwao na watoto wake wote, kaja zake Afrika, akamwambia twendeni, tunaenda kutembea. Alipofika kule akataifisha pasipoti zote, kila kitu, akamwambia ndo tumefika, haturudi tena huko, kama Ulaya kwenyewe ndo mambo kama haya, tumefika hapa. Lakini wale wakubwa mshaharibikiwa, tena udongo upatilize ungali maji. Kama mtu anaogopea kizazi chake, anaogopea mustakbali wake, Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu idhilali hii ya mtoto kwa mzazi wake, kwa sababu mzazi ana heshima kubwa. Uwabusu mikono yao, useme nao kwa vizuri, na wakikutukana wasikilize. Na kama katika mambo machafu mabaya wamekwambia, wamekutuma, hata hilo Mwenyezi Mungu anasema, in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kasema msiwatii katika mambo machafu, lakini kaa na wao vizuri. Tafuta njia nzuri ya kuepuka uchafu wao na mabaya yao, kwa sababu bado ni wazazi wako ambao wamekuzaa. Hapo palikuwa na idhilali njema. Ikhwata al-iman, idhilali hizi leo za waumini na wazazi wawili, kila tunavyokwenda zinapotea. Waislamu wao kwa wao ni maadui,
wazazi hawapati heshima zao na watoto hawana education ya adabul walidain. Labda viwili vitatu tu anajua yeye, huyu ni baba yangu. Na tizama, unapompata mtoto wa aina hii ambaye kuanzia alfajiri hakujua mzazi wake akizungumza naye arespond vipi, amsikilize vipi, hakujua kwamba mzazi wake anapotembea naye awe nyuma yake, hakujua kwamba mzazi wake anapokuwa pamoja naye basi wakikaribishwa mahali wakae, asikae yeye mwanzo kabla ya wazazi wake. Heshima. Unaweza kwenda sehemu watu wakakaribishwa, basi ukakaa wewe, babako alokuzaa hajakaa. Hii ni tabia chafu. Lakini kwa watu ambao hawajajua akhlaq za Uislamu, unaona kitu cha kawaida tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema akawapambia maovu yao. Asema afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana. Kuna mtu hupambiwa amali yake mbovu kaiona nzuri. Sasa tabia mbaya sana, lakini mtu anaona ni kitu cha kawaida na wala hajali, na anaweza kuhadithia wenzake, leo buda nimemkosa bakora, ingempata hiyo. Kwa nini? Anaona ni kitu cha kawaida tu. Wangapi wazee wameuawa na watoto wao kwa sababu ya kutaka mirathi haraka haraka ije? Ni wangapi wazee wamepingwa vikali? Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa na mkewe, anasema wa kuntu uhibbuha. Abdullah ibn Umar anasema mke wangu nikimpenda, na sisi tunajua mtu akimpenda mkewe inakwaje. Umar siku moja akapita kanambia talikha, mpe talaka, mwache. Mkaenda kwa Mtume, kaambia Rasulullah, mke wangu nampenda. Umar anasema ni mwache. Akasema talikha, mwache. Akakwambia nani? Babako. Mwache. Akaenda akamwacha mkewe. Kwa sababu gani? Kaambiwa na nani? Angalia heshima kubwa kama hii. Kwanza mtizame mtu mzito kama Abdullah ibn Umar, katika wale abadila, mtu mzito ambaye ametuletea fiqh katika historia. Fiqh ya Abdullah ibn Abbas na fiqh ya Abdullah ibn Umar, hizi fiqh mbili ndizo zinazofanya kazi. Fiqh taysir na tashdid za Abdullah ibn Umar na taysir za Abdullah ibn Abbas. Ni mangapi ya hekima ametupa, ilmu ya hali ya juu alikuwa nayo. Sasa huyu atakuwa na mke mbovu, atakuwa na mke kama wangu na wako, lakini anaambiwa na babake amwache, akamwacha. Pengine naweza kuja swali na mimi nalijibu kabla halijaulizwa. Ina maana kwamba mtu akija akiambiwa na baba yake mwache mkeo amwache? Swala ile iliulizwa Imam Ahmad ibn Hanbal, na sisi kwa sababu hatuna elimu tunayefuata yale yale walioyazungumza ulama wakubwa. Kaja mtu kamwambia baba yangu kaniambia ni muache mke wangu, unasemaje Imam? Akamwambia usimwache. Akaambia mbona Mtume alimwambia Abdullah ibn Umar, maadamu baba yako kakwambia muache mkeo, nenda kamwache, mbona wewe unanikataza? Akamwambia kwani wewe babako ni Umar? Babako ni Umar? Hapa picha inataka kuja tu ile, kuna wazazi, sio kila mzazi, sio kila baba, sio kila mzazi anaweza kusema kitu kikaswibu. Umar, unamjua Umar alikuwa akisema kitu, aya ya Qur'ani inashuka kwa ajili ya support yake. Mtume alichukua ule uzito wa yule baba pale, kaambia basi maadamu Umar kasema itakuwa lazima kaona mambo. Na kuna wazazi wengine kweli wacha Mungu, wanaona mbali, basi wao na vile vile wanatizama. Kwa hiyo swali linajibiwa kutokana na ile hali halisi na mazingira na yule mtu mwenyewe aliyesema habari kama zile. Lakini yote indalla ala shay, ikiwa inaonyesha kitu, inaonyesha ukubwa na utukufu wa mzazi, mpaka kusikilizwa katika mambo makubwa kama haya, anasikilizwa, heshima yake kubwa. Sasa ndio pale unapoona kwamba mahala popote ambapo mtoto ameyasahau haya yote kwa mzazi wake, kuna kuwa na difficulty katika life za ajabu, ambazo hata kutaka kumtengeza yule inakuwa shida, kwa sababu kutokea hapo mzazi wake hana mbele hana nyuma, na mtoto wake hana mbele hana nyuma, hawafahamiani. Kuna baadhi ya wazazi hapa katika ulimwengu wetu, wao ni kama remote iliyokamatwa na watoto wao. Baba huyo heshima yake kaisahau mbali, cheo chake alichompa Mwenyezi Mungu kakitupa, kakubali kuwa katika kiganja cha mtoto wake, anamsarifu mtoto kumsarifu mzazi anavyopenda.
Mtoto anamsalifu baba yake, anatoka wakati anaotaka na anarudi wakati anaotaka, na asiambiwe kitu chochote na mzazi wake. Bali kuna wazazi wanawaogopa kweli kweli watoto wao hata kuwauliza neno. Mmoja katika wanachuoni, Mungu amwendee radhi, anasema utakuta mzazi huyu anaweza kutafuta jioni ikiingia, nyumba hii, akiulizwa unatafuta nini, sema natafuta kuku wangu, sasa hivi magharibi hajafika. Lakini mwari wake katoka miaka 17 kuanzia asubuhi mpaka saa 6 usiku, wala haulizi. Unajua kwa nini? Kauliza kuku, hakumuuliza mtu, kwa sababu hapa kuku amekuwa na heshima zaidi hata kutoka mtu alikuwa na akili zake lakini hana akhlaq. Wapo wababa kama hao ambao hasubutu, amechua katika kiganja na watoto wake, kwa sababu tu eti yule mtoto anatoka analeta chakuleta, anawalisha wazazi wake, anawafanyia kila kitu, kanzo alikuwa amevaa kanunuliwa na yeye, kofia alikuwa nayo, nyumba alikuwa nayo. Basi hiyo imekuwa pasipoti ya kutomuuliza kwa lolote alifanyalo, na akimletea chochote nyumbani umbarikia, eti akamwombea dua, mwanangu umetuletea hili, kesho Mungu ajalie utuletee lingine. Kwa mpango gani ya kuletea? Na wewe unajua mwanao hana kazi, hana bazi, anakwenda kufanya kazi gani katika ulimwengu huu ambao leo umejaa machafu na maovu? Bila wewe kujiuliza, ile heshima yangu alionipa Mungu mimi iko wapi ya kuwaongoza watoto? Unamwachia mtoto anafanya anavyotaka katika ulimwengu huu ambao umejaa maovu kila kona. Ikhwatal iman, kuna watu katika mji huu wamejenga majumba, hawakai wao wala hawakodishi, majumba ya kwenda kuwazini watu peke yake. Kaniambia mmoja katika watchmen walioekwa katika nyumba fulani, anasema bosi wangu kila siku anakuja na wanawake aina, anaingia akifunga mlango, nyumba hii haikai mtu, miaka 3 sasa hivi imejengwa. Kama wewe una nyumba ya kukaa, wapo wengine nyumba wanazo za kuzinia peke yake. Katika ulimwengu huu tunaelekea wapi kama hatubadiliki? Mambo ni mabaya kuliko tunavyotasawar. Tuwe katika akhlaq za Qur'ani, idhilali ya waislamu wao kwa wao waipate kuijua, na ya wazazi wawili, ili tupate saada. Ikhwatal iman, leo kama tulivyoambiwa ni siku ya mwisho, na haitokuwa busara kutawilisha koma, na nitakirudisha kipaza sauti kwa Maalim Sule apate kuhita. Hii aya inatumika kwa Waislamu kwa kulingania watu, ni tiketi ya kulingania watu. Sasa ni kulingania kwa aina gani? Ni kulingania kwa tayari kishafuata ukamilifu hii aya. Ni kama vile wanapotoka baadhi ya Waislamu usafiri kupeleka dawa sehemu mbalimbali kwa aina ile ambayo wanavuka wao, mfano kutoka siku 3, siku 40, miezi
mfano au mwaka. Sasa ni aina hii, kama mimi sikupeleka dawa kwa aina hii, kwa mfumo huu, nitakuwa mas'ul mimi siku ya kiyama kama sitoka kwa mfumo huu ambao unazoeleka wa kitablighi. Ya ile swala la maswala yake yote mawili na tajibu kwa jibu moja tu, kwa sababu yote yanahusiana na da'wa au sabilillah. Kauliza hizi sabilillah ziko ngapi? Nafikiri angeuliza hizi jihadi ziko ngapi, alafu ni njia gani, au watu wengine wachukulia kama ni kitega uchumi au vitu kama hivyo. Sasa kuna jihadi nyingi, ulama mtuambia ziko jihadi ta'limi, jihadi tablighi, jihadi qitali, jihadi mali, zote ni jihadi. Jihadi za kupigana kwa ajili ya kunyanyua kilima cha la ilaha illa Allah, jihadi za kutoa mali, jihadi za kusoma na kusomesha, jihadi za tablighi za kupeleka risala, kufanya da'wa, na ndio hizo za kutoka siku 3 au siku 40. Jihadul mali, mtu kuchukua pesa zake kupeleka mbele kwa ajili ya kutangaza Uislamu. Hata baadhi wamesema jihadu asiyasi, kuingia katika siasa njema. Siasa sio kitu kibaya, kufanya siasa vipi watu watamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwenda sambamba na ulimwengu namna unavyokwenda, ili kupata kukitangaza kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Hakuna kazi nzuri wala kauli nzuri kuliko ile yule ambaye anaita watu wamfahamu Mwenyezi Mungu na kufanya kazi yake. Kwa hiyo ndo wasailu tabligh, ndo wasailu da'wa. Inshallah swali la pili. nashukuru Maalim Sule kwa mfano, sababu kanifanyia ibadati, lakini ibadati njema, kwa sababu ndio anaonyesha kuanza kunyosha mkono, lakini akapa ibadati, lakini ibadati njema. Swala langu nalouliza yako mawili. Swala la kwanza, vipi kuhusiana na hawa ambao wanadhalilisha makabila? Utakuta mtu kwa kabila fulani ni Muislamu, lakini anadhalilishwa kwa ile kabila lake, au fulani kasoma madrasa fulani, basi kwa kufuatana na ile madrasa yake anadhalilishwa, yule kasoma madrasa fulani, ile haipo hivi. Kwa hiyo vipi kuhusiana na idhlali hii? Na nyingine ya pia, ndoa, baba yake ni Mkristo, mama yake ni Muislamu. Sasa mtoto huyu alipozaliwa mpaka alipofikia kupata akili yake hakumtambua baba yake, lakini baadaye wazee wakamwambia baba yako fulani, lakini yule baba yake ni Mkristo. Sasa yule mtoto hajenda kumtambua baba yake mpaka muda huu. Sasa vipi kuhusiana na mtoto huyu? Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Katika suala ambalo umesema la kudhalilisha na kwa makabila au kwa vyeo au kwa nini, hili jambo hatari, na Uislamu ulilizungumza kwa kirefu katika suratul akhlaq, yani sura gani inaitwa suratul akhlaq? Al-Hujurat, yani sura inazungumza tabia nzuri. Suratul Hujurat, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhun. Hii aya inawaambia Waislamu wanaume wasiwadharau wengine, huenda wadharauliwa wakawa bora kuliko wenye kudharau, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda wenye kudharauliwa wakawa bora kuliko wenzao. Na mwisho wa aya msema wala tanabazu bil alqab, wala msitiane aibu kwa kupeana majina yasiyokuwa mazuri, wala msitiane aibu kwa sababu ya rangi zenu mlizokuwa nazo. Mwisho wa aya huko baada ya hapo Mwenyezi Mungu asema ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Aya hii au sura hii leo ukipata nafasi iangalie vizuri, utakuta kwamba vitu kama hivyo vyote vimepigwa vita tena kwa sana. Mtume SAW pia alipiga vita wakati mmoja watu walipokuwa wanapigana makabila kwa makabila. Kasimama kabila yake akasema ya bani fulani, wengine ya bani fulani, wakasimamiana Waislamu kwa Waislamu, wakatoa panga zao. Mtume akasema da'uha fa innaha muntina, acheni kitu cha kuwa kabila langu, kwani hicho kama ni kitu kinatoa harufu mbaya. Muntina, kimeoza, ni jambo ovu kuliko lolote. Na Mtume SAW siku moja alipodhalilishwa Bilal kwa sababu ya rangi yake, bwana mmoja akamdhalilisha, akamtukana Sayyidina Bilal ibn Rabah. Mtume SAW aliposikia akaambia, basi ya Bilal, kama alivyokufanyia basi mfanyie naye kisasi, kwa sababu yule bwana alimkanyaga Bilal.
Sayyidina Bilal akamwambia na wewe mkanyaga kwenye uso, na mkanyaga usoni kwake. Akasema Rasulullah, mimi naona haya kukanyaga uso ambao unamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.